Naam, ni siku kubwa kabisa, siku ambayo watu kutoka ndani na nje ya Korogwe na ndani na nje ya mkoa wa Tanga wamekusanyika hapa katikati ya mji wa Korogwe uliopo hapa halmashauri ya Korogwe mjini mkoani Tanga kushuhudia uzinduzi mkubwa kabisa wa kihistoria wa hoteli ya Edis Apartment, hoteli mpya kabisa na ya kisasa. Na uzinduzi huu umetanguliwa na misa takatifu iliyoongozwa na Mhashamu Baba Askofu Thomas Kiangio, askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Tanga, ambapo pia hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi wa dini zote, viongozi wa chama na serikali, pamoja na wadau wa maendeleo kutoka ndani na nje ya wilaya ya Korogwe. Na mgeni rasmi katika hafla hiyo alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Korogwe, Mheshimiwa William Mwakilema. Akizungumza wakati wa kutoa neno la shukrani kwa Mhashamu Baba Askofu, viongozi na wadau mbalimbali waliohudhuria katika hafla hiyo, mkurugenzi wa Edis Apartment Dr. Edmund Mndolwa amesema, Baba Askofu, natoa shukrani nyingi sana kwako wewe binafsi na kwa ujumbe wako wa karibu uliokuja nao kutoka Tanga, na nimewaalika maparoko wote wa mkoa wako, lakini nikaja kuambiwa wote watakuwa na matatizo ya ubatizo leo. Kwa hivyo tegemea wachache tu kuja, lakini nilijua anapoenda mfalme lazima watakuweko wawili watatu. Kwa hivyo nikajua sitakosa mapadri wasiopungua wawili watatu. Nimepata mapadri 6. Kwa hivyo nashukuru sana Baba Askofu kwa kuja kwako, kwa kutubariki. Cha muhimu sana ni kufungua hii nyumba yetu na kuibariki na kutangaza kwa ulimwengu mzima kuwa tumefunika nyumba hii na damu ya Yesu Kristo, na anayebisha basi afanye upuuzi wake, atakutana na hiyo damu, itajua cha kufanya. Kwa hivyo nikushukuru sana wewe na mapadre wako, hasa baba paroko wa parokia yangu hii hapa niliyopo. Sio Manundu, Manundu ni parokia yangu kwa upande wa Zungunati. Mimi nina parokia 2 Zungunati na paroko, na hapa nina paroko Kilole. Kwa hivyo na mapadri wote waliokuja, na mwanangu amekuja kutoka Mkata, ni mjomba wangu, na washukuruni wote sana Baba Askofu na maparoko. Akizungumza wakati wa kutoa neno la pongezi kwa mkurugenzi wa Edis Apartment pamoja na kuwashukuru wageni waalikwa kwa kuhudhuria katika hafla hiyo, Balozi Francis Mndolwa alikuwa na haya ya kusema. Ndugu zangu, tumekuwa huru kwa zaidi ya miaka 60. Ni umri wa mtu mzima, mtu mzee ambaye kuna mambo mengine hana haja ya kufundishwa tena. Kazi kubwa ya mtu huyu ambaye alishafika miaka 60 ni kuimarisha mashirikiano na namna ya kuishi na wenzake vizuri ili kutengeneza maisha katika maeneo anayoishi. Kwa hiyo hoteli hii inakusudia kuunganisha watu, wala sio mahali pa kuleta mfarakano. Watu wasije kaitumia hoteli kwa ajili ya kukutana, kuleta mfarakano. Nataka mkutane kwa ajili ya kuleta maafikiano mengi ya maendeleo. Hatuna mjomba, hatuna babu, sisi wenyewe ndio tunategemewa kulinda uhuru wetu pamoja na kujenga maendeleo yetu. Tunaomba viongozi wa chama na serikali tawala, viongozi wa vyama vingine vyote vya siasa ambavyo vinakusudia kuunganisha watu, waweze kujitahidi kuunganisha watu katika masuala kama haya ya maendeleo. Watu washirikiane, waishi maisha mema, watafute njia bora za kuneemesha afya zao, kuneemesha elimu zao, kuneemesha hata imani zao za dini. Watu wapatane. Kwa hiyo kwa Korogwe nasema hoteli hii ni yenu. Hoteli hii ni ya kwenu, wala msisite kuja kuitumia. Mje mkae mzungumze hapa, msaidiane mawazo. Kwa hiyo kwa Korogwe nasema hoteli hii ni yenu. Hoteli hii ni ya kwenu, wala msisite kuja kuitumia. Mje mkae mzungumze hapa, msaidiane mawazo. Nitumie vizuri, na nawaomba
watu ambao wanaongoza, wanafanya management, tuseme wanaongoza uongozi wa hoteli wajaribu kutafuta mbinu mbalimbali za kuwavuta watu waelewe kwamba wako huru kuitumia hoteli hii kwa mambo yao wenyewe, lakini pia kwa maendeleo ya eneo letu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Korogwe Mheshimiwa William Mwakilema amewasihi Watanzania haswa wana Korogwe kujifunza kwa Dr. Mndolwa kwamba pindi wanapohitaji kufanya uwekezaji ni vyema wakakumbuka kuja kuwekeza na nyumbani. Na kilichotuleta hapa ni shukurani mbele ya Mungu. Sisi ni waja wake, mali yote tulionayo na vitu tulivyonavyo, hata sisi wenyewe, sisi wote ni mali ya Bwana. Lakini kushukuru ni kuomba tena. Kwa hiyo nikupongeze sana kakangu Edmund kwa mfano unaouonesha mbele ya ndugu zako na mbele ya jamii. Sisi wana Korogwe, mimi kama mkuu wa wilaya, tumepata eneo jipya, eneo la malazi kwa wageni. Korogwe inakuwa sana. Nilikuwa namwambia hapa kakangu Edmund, tulikuwa tumekaa hapo ndani, inafika mahali tunaenda kutafuta malazi ya wageni wanavyokuja hapa mpaka tunagombana. Wakati mwingine inabidi utumie nguvu kumuondoa mgeni aliyomo kwenye chumba ili umweke mgeni mwingine mwenye hadhi kubwa. Lakini kwa kufanya hivyo, kaka Edmund, hongera sana, tumepata hapa hii Edis. Naamini kwa standard ulizoziweka viwango vyako ni vya juu. Wageni wetu watakao kuwa wanatutembelea hapa Korogwe, tumepata nafasi nyingine angalau ya kuwalaza wageni. Kwako wewe ni biashara, lakini sisi kama viongozi ni mahali pa huduma pa kuwalaza wageni wenye hadhi ambao wanatutembelea katika eneo letu la Korogwe. Hongera sana. Lakini jambo lingine kubwa ambalo tumejifunza, maana ni muhimu pia tujifunze kwa waliofanikiwa. Mko hapa wana Korogwe, ni wachache walioko hapa, lakini naamini tutaendelea kujifunza. Pamoja na kwamba anaishi Dar es Salaam, amewekeza Dar es Salaam, lakini hajasahau nyumbani. Amewekeza Lushoto, amewekeza hapa Korogwe. Kwa hiyo na sisi wengine tujifunze pia. Kadiri Mwenyezi Mungu anavyotujalia, turudishe ile neema na kile tulichonacho anachotujalia Mungu tuwekeze kwenye maeneo ya kwetu. Hii ni jambo jema na Mungu ataendelea kutubariki kwa sababu tutawaajiri watu wa huko kwetu. Tutaendelea kutoa huduma huko kwetu na mji wetu utaendelea kupendeza. Kutokana na kwamba Korogwe inakuwa iko katikati hapa barabarani, naamini haya ni mambo makubwa ambayo na sisi tunajifunza katika mambo ambayo umeyaweza kuyawekeza hapa. Nikiripoti kutoka katika ukumbi huu wa Edis, ambapo ndipo ilipo Edis Apartment na ndipo ulipofanyika uzinduzi huu hapa halmashauri ya mji wa Korogwe wilayani Korogwe mkoani Tanga. Ilisantia Funga Meza wa Amashi TV.